hautadanganywa. Muulize, hautasombwa, hautadanganywa. Haya, turudi kwa Paulo anazungumza katika ile wa Thesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza. Basi ndugu, tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwenu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno, wala msisitushwe. Unajua maana ya msitushwe? Yaani kuna neno linaweza likaja ukashtuka, iliwekuwa ni na Mungu hilo au ni na wanadamu. Wala msisitushwe kwa neno au kwa waraka. Kwamba kuna wakati ambao utakaokuja haujulikani ni wa Mungu, haujulikani ni wa shetani, haujulikani ni mpango wa Mungu, haujulikani ni mpango wa shetani. Sasa Paulo anasema msisitushwe kwa sababu ya mambo yatakayokuja. Muangalie nia yenu ya mambo mlioyapokea ambayo yaliyo katika Kristo Yesu kwa wateule wake. Wewe ni mteule wa Mungu. Sema amen. Sema amen kwa nguvu. Wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kama kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Wala msisitushwe kwa neno, kwa waraka. Yawezekana kuna mambo yanaweza yakaja yanafanana na sisi. Kuna mtu mmoja aliuliza, mbona nyimbo za kuabudu mnaimba sawasawa na wale mnaowapinga wanaoabudu sanamu? Na ndio maana sisi toko umeingia mmoja wana sanamu.